Baada ya wekundu wa Msimbazi Simba Sport kusare goli 2-2 dhidi ya timu ya Esperance kutokea Tunis, wametoa taarifa kwa umma ambayo taarifa kwa umma inasema bodi ya wakurugenzi ya Simba imesikitishwa na vitendo vya baadhi ya watu kumvamia na kumfanyia fujo mwenyekiti wa klabu na makamu mwenyekiti wa bodi Murtaza Ali Mangungu baada ya mchezo wetu dhidi ya AS Tunis kumalizika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Vitendo hivyo si vya kiungwana, havikubaliki na havitafumbiwa macho. Uongozi wa klabu unatoa pole kwa mwenyekiti Mangungu. Uongozi wa klabu ya Simba unatoa pole kwa mwenyekiti Mangungu kwa kadhia hiyo. Aidha, uongozi wa klabu umeliandikia jeshi la polisi kuchukua hatua za kisheria kwa watu wote waliohusika katika vurugu hizo au kula njama ili kuwafikisha katika vyombo vya sheria. Bodi inasisitiza kuwa haitabadilika wala kuvumilia mtu yeyote atakayeharibu taswira ya klabu kwa namna yoyote. Imetolewa na Kretus Magor, mwenyekiti bodi ya wakurugenzi klabu ya Simba, Februari 1, 2026. Mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Ali Mangungu alivamiwa na mashabiki wenye hasira kali. Huu si uungwana, ni tukio la kihuni sana. Na mimi nasema hii sio sawa. Hii sio sawa, kwani Mangungu ndio Kante aliyerudisha mpira nyuma. Mashabiki wa Simba mnaka ushamba fulani wa kijinga. Wachezaji wanapiga pasi za nyuma na kujifunga, hapo pia ni Mangungu. Tukiwazungumzia Simba wenyewe, inawezekana watu wengi wameshangaa hiki kilichotokea ndani ya Benjamin Mkapa. Lakini binafsi siishangai, kwa sababu Simba walipokuwa wanaongoza kuna vitu walikuwa hawafanyi kwa usahihi. Ni vile tu Esperance de Tunis walikuwa chini kuanzia kwenye nishati, kasi na uwezo wao wa kufanya maamuzi wakati wa transition kutoka kuzuia kwenda kushambulia. Kipindi cha kwanza Simba walifanikiwa kuutawala mchezo, hasa kwa kutumia umiliki wa mpira kwa 69%. Muda mwingi Simba walilazimisha Esperance kukaa kwenye eneo lao. Kisha Simba walitumia njia zifuatazo kupata uongozi ndani ya kipindi cha kwanza. Walikuwa wanatengeneza faida ya idadi upande wa kushoto, kisha Libase Gueye alikuwa akijitenga ule upande wa kulia, kisha Kagoma alikuwa akitumika kuhamisha mchezo kutoka upande wa kushoto kwenda kulia. Walikuwa wanashambulia na wachezaji 5 mpaka 6, lengo likiwa ni kutengeneza faida ya idadi kwenye mstari wa ulinzi wa timu pinzani, ambapo walikuwa wanazuia kwenye muundo wa 4-4-2, huku Simba akishambulia kwa kutumia muundo wa 3-2-5 au 2-2-6. Changamoto kubwa ambayo nilikuwa naiona ni kwamba Simba walikuwa wanashambulia na idadi kubwa ya wachezaji, lakini walikuwa wanaacha umbali ambao haukuwa sahihi kati ya mchezaji mmoja na mwingine, ambapo madhara yake kipindi cha kwanza hayakuonekana sana kama ilivyokuwa kipindi cha pili. Kante na Kagoma ni viungo wakabaji, lakini ilianza kuwapa ugumu kukabiliana na mashambulizi ya ghafla au kushtukiza kutoka kwa Esperance. Hali hii ilikuwa inasababishwa na namna ambavyo Simba hawakuwa smart sana bila ya mpira. Hapa namaanisha pressing yao haikuwa na muendelezo wa kiushawishi, hata counter pressing yao haikuwa nzuri sana. Unaongoza magoli 2, dhibiti mchezo. Kilichotokea ni kwamba Simba waliruhusu kupishana na Esperance, ikawa game ya mabadiliko kwa timu zote mbili, transition dhidi ya transition. Kante lile goli la kwanza ni kosa la kwake binafsi. Ukiwa ndani ya uwanja unatakiwa kuwa na umakini, na ni jambo la msingi sana. Simba ilishindwa kukabiliana mazingira ya mchezo kipindi cha pili. Kuna muda unahitaji wachezaji wawe na uwezo wa kuzoea mazingira na kutatua matatizo. Esperance ule utulivu wao ndani ya kipindi cha pili ni hatari. Kila la kheri mnyama Simba. Nini kifuatacho sasa? Vuna alama 7 alafu ombea mabaya kwingine? Uwepo wa Chama na Kante, ukiacha kosa lake lile moja, uliifanya Simba wacheze mechi ya kumiliki kasi ya mchezo ambaye inasaidia timu kusogea juu kwa pamoja. Wachezaji wawe karibu sana, hasa kipindi cha kwanza. Shida ilikuwa moja tu, hakukuwa na runners wa kutosha. Wengi ni mpira mguuni. Gueye, Oura, Chama, Kibu Denis, na ilihitaji Kapombe na Kibabage ndio wanaotoa huduma hiyo.
ya kufanya runs nyuma ya mstari wa ulinzi wa Esperance. Wazo lilikuwa zuri bila mpira kwa Simba, hasa iko kipindi cha kwanza. Chama na Kibu Denis hawaendi kuweka pressure kwa walinzi wawili wakati wa Esperance, bali wanasimama eneo la kuzuia njia ya pasi kwa viungo wawili wakati wa Esperance Aura na Gueye. Wanakuwa katikati ya mabeki wakati na fullbacks wao kuzuia hiyo pasi ya kutokea. Hili ifanya nini kwa Esperance? Wakaanza kutumia pembeni zaidi ya uwanja kutokea kumtumia Konate kwa Diara na Sase kwa pinback fullbacks wa Simba. Maana yake space inafunguka katika mstari wa fullbacks na wingers wa Simba. Ndio sehemu ambayo Konate alikuwa anatumia kupokelea mpira na kuitoa na kuisogeza timu juu. Kipindi cha pili Esperance walifanya mabadiliko ya kisifa kwa wachezaji kutoka kasi na nguvu kwenda ufundi, wachezaji ambao wanaweza kupokea, kutunza na kupasia mpira eneo lolote lile. Ikawafanya Simba kufukuza vivuli tu. Ni bahati tu kwa Simba kwa kile kilichotokea kipindi cha pili kuvuna hata hiyo alama moja, maana ingekuwa game over kabisa kwao CAF Champions League. Kibabange na Kapombe walifanya kazi nzuri kuwapa Simba mapana pembeni na runs. Keita, kasi, nguvu, mrefu, fullbacks mzuri sana. Chama ameshajitambua hawezi kushindana mbio wala matumizi ya nguvu, ndio maana karahisisha mchezo wake kwa matumizi ya akili zaidi, kufanya maamuzi sahihi. Oura pamoja na Gueye. Kipindi cha kwanza wanashambulia fullbacks, kipindi cha pili haikuwepo. Boulia huyu ndio alikuja kuharibu kila mpango wa Simba, kuvuna alama tatu sharp, quick, technical player. Imefika hatua ya kuombea mabaya kwa mpinzani wako huku ushinde mechi zako. Fit Simba Sports Esperance de Tunis 2. Mnyama Simba anavuna pointi 1 katika michezo yake 4. Final is over. AS Tunis na Petro akishinda mchezo mmoja tu kati ya miwili watakuwa na alama 8 ambazo Simba hafiki, na Stade Malien tayari ana alama 8 ambazo Simba hawezi kufika. Games 4 bila ushindi, alama 1 mkononi. Huu ni miongoni mwa msimu mibovu kwa mnyama katika michuano ya CAF Champions League. Hii timu msimu hii imeongozwa na makocha 4 katika hii michuano: Fahad Hemed Morocco, Pantevo na sasa ni Steve Becker. Hau unaweza kufanya vizuri. Utofauti mkubwa wa Simba iliyofika fainali ya msimu uliopita na hii ni kukosa utulivu katika benchi la ufundi. Viongozi wameshindwa kuifanya klabu kuwa tulivu na kushindana vizuri. Imagine Simba mpaka leo hajashinda game yoyote kwa Mkapa msimu huu. Hii sio kawaida. Safari ya kimataifa imetamatika rasmi. Simba ipo mkiani na matumaini yapo mkiani. Haya, tuseme tunahamisha nguvu kwenye ligi kuu, ndio huko yupo Yanga. Anacheza kama hakuna kifo hapa duniani. Kabla ya mechi ya Simba hata tukishinda kiporo tupo nyuma. Wapo nyuma yake kwa alama 3 na wamejibanza wasubiri. Hapa hakuna tena kumwaga moto, hapa ni mwendo wa majeneza, kama anateka tu dondosha, hakuna namna. Hizi ni drama kwa Mkapa. Matokeo ya pointi 3 yalikuwa muhimu sana kwa Simba kwenye huu mchezo, lakini kwa makono yao wamepoteza pointi 3 zilizoonekana kuwa zao. Kwa umuhimu wa mchezo hapa kutakiwa kupoteza uongozi wa goli 2-0. Na si kupoteza uongozi tu, bali walikaribia kabisa kupoteza mchezo kama Esperance wangetumia vizuri ile nafasi yao ya penalty yao ya dakika za mwisho. Kosa lilozaa goli la kwanza la Esperance liliwarudisha mchezoni. Eneo la ushambuliaji la Waarabu lina watu wenye mchanganyiko mzuri wa kasi, maarifa na nguvu, na walivitumia ipasavyo kupeleka kila aina ya matatizo. Goli la pili ni la maarifa zaidi. Hakuna kitu kipa angefanya, lakini walinzi wangeweza kufanya shinikizo bora zaidi kwenye mpira kumnyima mpigaji uhuru. Simba watafute suluhisho sahihi kwenye eneo la mshambuliaji wakati. Kuna namna hapa jitoshelezi kuweka hatari kubwa kwa mpinzani. Kutokea hapa hesabu za Simba kuvuka zimezidi kuwa za magazi juto. Labda nikukumbushe kikosi kilichoanza kati ya Simba dhidi ya AS Tunis. Alikuwepo Kasali, Kante, first 11 hiyo, Kapombe,
Oura, Kagoma, Deirak, Chama, Gweye, Nangu, Kibabage pamoja na Kibu Denis. Substitution alikuwa Abel Duch, Jonathan Soa, Toure, Nabi, Morris, Mwalimu, Loemba pamoja na Mpanzo. Hii ni Nili TV, endelea kutufuatilia, usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Ili kusomea na taarifa hii ni mimi Lizzy wa Sport. Mpaka wakati mwingine, endelea kusalia nasi Nili TV tukuletea mjumuiko wa taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, ambapo leo wekundu wa Msimbazi Simba Sport wamepoteza alama 2 mbele ya AS Tunis Esperance, ambapo Simba Sport walikuwa wanahitaji kupata alama 3 muhimu ili kufufua matumaini ya kuvuka hatua ya robo finali la bingwa barani Afrika. Safari ya Simba imekuwa ngumu kweli kweli, na hapa ni kuombea mabaya kwa wapinzani wake wote. Alama 7 pengine zinaweza kumsaidia, lakini Simba bye bye.